Unataka kuupload picha ama dokumenti zako, sasa inakupa limit uupload, labda uupload passport ya KB labda 20 au ile certificate ambayo unatakiwa kuupload iwe ya KB labda 500. Lakini sasa wewe baada ya kuiskani kwenye PDF imekuja labda MB1, MB2, sasa umeshindwa kabisa kuupload. Leo naenda kukuelekeza simple way ya jinsi utakavyoweza kupunguza size ya picha yako na kuifanya iwe ndogo. Kama ilikuwa MB1 mpaka 3 iwe KB, ni wewe vile unataka. Simple. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, nimekuelekeza jinsi ya kuweza kuseti. Baada ya kushika simu yako utaenda kwenye browser unayoitumia sana. Mimi napenda kutumia Chrome bwana. Shangia Chrome, utabidi usearch hivi loving niseme ndo I love you, hiyo ndo inaandikwa hivyo. Sawa, ukiandika utaisearch kama hivyo, itatokea hapo juu kama unavyoona juu. Zingatia logo, umeona? Utabonyeza, ikishabonyeza itafunguka namna hii. Sawa, ukishafunguka namna hii unabonyeza hapo juu. Kuna option nyingi, kuna resize, kuna crop image, kuna convert to nini. Sisi tunaenda kwenye compress image. Utaisubiri. Baada hapo itafunguka hivi. Unaona? Ikishafunguka itakwambia select image, utabonyeza. So, mfano picha yetu tuitumie mfano hii hapa. Sawa. Hii hapa. Unaona? Baada ya kuiweka hivi, tutabonyeza chini pameandikwa compress image. Tuta compress. Then ita upload na kuanza kuichakata. Kumbuka hapo ina GB ngapi? Ina GB ina MB 2. So ina compress. Sawa. Ita compress. Picha yetu imepunguzwa kwa asilimia, naweza tukosema sasa ngapi hapo, inajidownload automatic. Kwa hiyo picha yetu inajidownload imepunguzwa. So katika 100 imebaki asilimia ngapi? 69. So ilikuwa na MB ngapi? MB 2.44, lakini baada ya kufanyia compress imeweza nini kufika KB ngapi? KB 780. Lakini pia una option huko nyuma kama utahitaji kutumia, unanili option ya ku resize image, crop, rotate, convert na watermark na vitu vingine. So sisi dhumuni letu tumeshalikamilisha na image yetu ishaji download automatic. Lakini ukihitaji ku download tena utabonyeza hapa, unaona palipoandikwa download, uta download again. Okay, then utaenda kwenye picha yako. Unaona picha yetu hii hapa juu, unaona, ambayo tayari imesha